Sasa si wakati nilitoka Nakuru nimehukumiwa nikapelekwa Naivasha. Siku hiyo nililala Naivasha. Asubuhi yake mimi kuamka nikapata sina mavazi ya serikali, hiyo kunguru, niko naked. Nikauliza hao watu wenye tulikuwa tunakaa nao kwa seli, kwani kumeenda aje hapa? Hao watu wakaniambia ni nini imefanyika. Mimi nikawaeleza mzuri hapo kwa kabla sijaita serikali. Mimi nililala na uniform yangu. Na venye nililala na uniform, nilikuja nikajipata sina uniform asubuhi. Na kuwauliza huyo mwenzangu mwenye nilikuwa nimepangwa matresi yake hapo tumelala na yeye. Nikamuuliza kinara wa hiyo sela, akaniambia, hii maneno yenye unatuambia umeamuka bila nguo, hiyo uliza huyo mwenzako mwenye mmelala naye. Na nikamuuliza, Karis, kwani ni aje? Akaniambia nataka aje. Nikamwambia mbona unajiongoza kwa tabia zingine? Mimi unanitoa baka nguo na sijui nini tena umefanya. Na kulingana nyevu yenye nilikuwa nayo, nilikuwa najihisi kuna ngono amenifanyia. Sasa yeye akaniuliza nataka aje, anipe nini? Nikamwambia kwani wakati ulinitoa nguo mbona hukuniambia? Ndio tusikilizane kama ni biashara wewe ulikuwa unataka unifanyie ngono, mbona hukunieleza? Akaniambia hapana, akaniambia nimueleze kenye nataka. Na nikajua kuna kitu wamefanya kulingana na venye aliniambia nimueleze anipe nini. Mbele hao hivyo watu wa seli walikuwa hapo. Watu wa seli wakaanza kusema kama ni kusikilizana msikilizane, unaona? Nikasema hapana, nikaita serikali. Afande akakuja hapo kwa mlango hapo kwa dirisha. Na akauliza nini saa 9 saa 8 tumeamuka tunapiga kelele. Ndio nikaambia afande mimi jana nimetoka Nakuru na nimehukumiwa kitu yenye sijui kwanza tena. Na tena kulingana na venye nimehukumiwa, kuna mtu alikuja huyu in charge huyu wa sela alikuja akaniuliza juu lazima aulize umefungwa kifungo gani. Sasa wakati walisikia nimehukumiwa, wakaona sasa siwezi toka jela kesho ama kesho kutwa ama hiyo mwaka. Juu kulingana na hiyo hukumu yenye walikuwa wamesikia nimehukumiwa, ni hukumu ya zaidi ya miaka 10, miaka 20 jela. Sasa wakaona nitakaa sana jela. Sasa hiyo usiku kumbe walijipanga, wakaninyemelea. Wakajua hata kesho yake hata siwezi ruhusiwa kwenda kotini kuwastaki. Na wakajua siwezi patana na mzazi wangu kumueleza juu nilikuwa nimehukumiwa. Sasa huyo hivyo Karisa akakuja akaongea na mimi ati anilipe, sijui anipe simu, sijui ati anipe marufuku, sasa ati nianze kukaa jela mzuri. Nikamwambia hapana. Wakati sasa afande alikuja, afande akauliza nini, nikaambia afande venye kumeenda. Dakika ya mwisho afande alikuja akageuka kila mtu kwa hiyo seli. Akauliza ni nani amefanya hivyo? Huyo kinara akamwambia huyo mtu alilala na Karis. Na kumbe alikuwa anajua Karis ni mtu wa hizo tabia. Akamuuliza, Karis, tena umefanyia mwingine? Bado alikuwa amefanyia mwingine, bado kuna kesi ilikuwa imefanyika hapo kumbe kabla sijakuwa hapo. Akaanza kuleta huyo Karis mbio sana. Sasa wewe Karis, sasa wewe mimi naona hii vitu yenye unaendelea kufanya. Mimi naona sasa wewe sasa ni kama tutadili na wewe. Kidogo huyo Karis akakuwa tena ni Mswahili. Akaambia afande huyu mtu ni wazimu. Afande naye kusikia ni wazimu kwa sababu sasa wafanyai makesi ya wazimu. Yeye kusikia ati ni wazimu, yeye akarudi akaniambia nivae nguo. Unaona? Kama mimi ni wazimu nivae nguo. Na kaenda. Na ulinyemelana wanaume 7. Sasa hivyo Karis sasa mimi kwanza sasa kupigiana na yeye makelele hapo.
Sasa si ndio hata akasikia mwingine anaongea hapo kusema sisi mwenye amelala naye ndio mwenye amefanya hiyo kitu. Ye mwenyewe hata akaanza sasa kunieleza mimi kukuambia ukweli, hata si mimi nilifanya peke yangu, tulifanya tukiwa wote hapa. Nikawaambia aje, mulifanya mkiwa wote na hivyo wengine wanasema ni wewe ulifanya. Sasa sikari pia naye kulingana sasa si venye sana nilisikia alianza kusema walifanya wakiwa wote. Mimi sasa nikakuwa sasa kama mpole kwake, nikataka sasa nijue kutoka kwake walikuwa wangapi. Sasa si dakika mwisho kulingana na venye nilisikia alisema ni kama tulikuwa watu 7 kwa hiyo seli, ni kama hivyo watu 6 pia watu 6 wote ni kama pia hivyo walishughulika hiyo shughuli yenye alikuwa amefanya naye. Sasa si wengine wakaanza kuniambia hii ni jela, hii hata ukiwa unalia sijui umefanyiwa kitu hakuna venye unaweza saidiwa juu uko jela. Sasa wewe tu itabidi uvumilie tu hivyo, uende tu hospitali upimwe. Na nikaenda hospitali nikapimwa, daktari nikaambia daktari venye kumefanyika hiyo usiku. Daktari akanipima, akanitoa damu hivi kwa kidole, akaangalia kama nina HIV, akarudi akaniambia nikae kwanza mwezi 3 tena nirudi. Nikakaa mwezi 3, nikarudi nikapata niko negative, nikapata si niko sawa. Naye sasa alikuja akanipea madawa za kuendesha. Madawa fulani alikuja akanipea. Nikameza hizo madawa, nikakuwa naendaga haja, naendesha hapo. Na nikakuwa nimekaa tu hivyo. Nikakuwa tu nimekaa hivyo. Sasa si wakati nilitoka, nilikuja sasa zaidi ya miaka 16 nikatoka sasa. Wakati nilitoka sasa 2024 nikarudi nyumbani. Nikaona tena kueleza wazazi tena ni kitu kingine aibu sana. Naye kuna rafiki yangu akakuja akaniuliza na si hizo wakati sasa ulikuwa hiyo jela hiyo, mimi nataka uniambie ukweli. Nasikiaga jela ikuagi mzuri. Kuna kitu ushaifanyia huko ama kuna kitu ushaifanya huko? Nikamwambia jela mambo ni mingi. Kwanza hivi maneno ya Sodom iko sana. Na kuambia ukweli, kwa sababu wewe ni mtu tumelelewa na wewe, tumezaliwa na wewe. Nilikuja wakati niliingia jela Naivasha, nilikuja nikafanyia kitu bila mimi kujua. Hakuamini, akaniambia ulifanyiwa aje? Nikamwambia mimi nilikuja nikapewa chakula na nikakula. Kumbe hivyo chakula iko na madawa mengine inaitwa Ragatin. Ragatin serikali wanazijua ni za mawazimu kulala. Mawazimu wakati sasa nguvu imekuwa mingi kwa mwili yao, wanakuwa na mambo mingi, serikali wanawapea madawa na ndio inawamaliza nguvu baka wanapata uzingizi. Sasa hiyo dawa ndio mimi nilikuja nikeagwa kwa chakula na nikakula na nikalala. Asubuhi yake nikajikuta mimi sina nguo. Sasa hapo ndio nikakuwa na wasiwasi na hiyo jela. Yeye alikuja akaniuliza hiyo maisha yenye nimekaa huko hiyo miaka yote nimeishi maisha gani? Ndio sasa nikamwambia hiyo maisha yenye iko huko
Ni maisha tu ya kuhangaika, ni maisha sasa yani yenye unaenda unapata yani hauna mambo, unaenda unarudi na mambo mingi sana. Yenye imetendeka yenye wewe mwenyewe umejionea. Waambie basi wakufollow hapo TikTok na subscribe YouTube channel yako. Waambie wakufollow TikTok ndo wapatiage story kila siku. Sasa mimi ningeomba nisaidike kwa TikTok. Ndio wapea story kila siku. Kwa mnapata ujumbe wangu ile maisha yenye nimepitia nikiwa gerezani. Na hii maisha yenye inaendelea nikiwa raia sasa hii. Na YouTube bado subscribe, ndio?